Adui ya mlemavu ni mlemavu mwenyewe, ndio kauli ya Cleopa Mwawasi ambaye ni mwenyekiti wa shirika la Community United for the Advocacy of the Child, kundi la jamii inayoishi na ulemavu katika eneo bunge la Jomvu, kaunti ya Mombasa. Akizungumza na wanahabari katika eneo la Mikindani, Mwawasi amesema changamoto anazopitia walemavu ni kutokana na chama cha walemavu wa Jomvu Disability Network katika eneo hilo kukosa kufanya uchaguzi wa viongozi wapya baada ya muda wa kuhudumu kwa viongozi walioko mamlakani kutamatika miaka miwili iliyopita. Adui ya mlemavu ni mlemavu mwenyewe. Hii nasema kwa sababu ya huu mkutano ambao ulikuwa umealikwa Jumamosi iliyopita tarehe 22 Mikindani Primary School Hall, ambao ulileta pamoja walemavu wote ambao wanaishi sehemu hii ya Jomvu. Jamii ya walemavu walimiminika kwa wingi sana kutoka asubuhi na walishinda mpaka jioni. Baadaye malalamiko ambayo tuliyapata yalikuwa ni ya kusikitisha na kudhalilisha, kwa sababu wengi wanalalamika kutoka asubuhi mpaka jioni hawakupata chakula, wala kulikuwa hakuna mpangilio wa usafiri kwa wale walemavu ambao walikuwa wanatoka sehemu za mbali kama Miritini, Jomvu Kuu na hata Kibarani. Kusema ile kweli, tulipata habari za kuaminika kwamba waliokuwa wamepanga huu mkutano ni viongozi ambao wanajiita wa Jomvu Disability Network. Lakini nataka ieleweke hapa leo hii vizuri sana kwamba viongozi wa Jomvu Disability Network kwa sasa si halali, kwa maana muda wao wa kuhudumu katika ofisi uliisha. Kura tulipiga mwaka wa 2021 tukachagua mwakilishi wa Jomvu Disability Network. Kulingana na katiba ya Jomvu Disability Network, kiongozi ama uongozi unahudumu kwa miaka miwili. Kwa hivyo kufikia mwaka wa 2023 uongozi huu ulikuwa muda wake umekwisha. Lakini wakati huo Mwawasi amemwomba gavana wa kaunti ya Mombasa Abdulswamad Sharif Nasri kutia saini mswada wa walemavu wa mwaka 2017 na kuwa sheria ili iweze kuwasaidia kwa wepesi. Aidha amesema ukosefu wa sheria hiyo umelemaza juhudi za kuendeleza shughuli zao. Yote haya tunayapitia kwa sababu tumekosa sheria muafaka ya county ambayo iko na authority na penalty. Siku ile tutapata sheria hiyo ya county ambayo itaweza kulinda haki za walemavu kikamilifu, ndipo tutawacha kudhalilishwa jinsi ambavyo tunavyodhalilishwa left, right and center. Nataka nimalizie kwa kumuomba kwa unyenyekevu mkubwa sana gavana wetu wa Mombasa County mstahiki Abdulswamad Sharif Nasir, kwa niaba ya walemavu wote wa Mombasa County, ile Mombasa County Disability Bill ya 2017 aweze kuiweka mkono na iwe Mombasa County Disability Act ya 2025. Hiyo mimi naona itakuwa ni zawadi kubwa sana kwa jamii ya watu ambao tunaishi na changamoto za kimaumbile katika Mombasa County. Haya yanajiri siku chache baada ya jamii ya ulemavu kulalamikia kudhalilishwa na kuhujumiwa haki zao kwa kuwekwa katika mkutano bila maji wala chakula, licha ya kuwa wanapitia changamoto mbalimbali. Treponia Anzisa ni mama mwenye mtoto mwenye ulemavu wa uti wa mgongo. Anasimulia changamoto alizopitia huku akiomba wahisani kujitokeza kumsaidia. Anatumia taifu 6. Sasa hizo dawa kupata saa zingine ni shida. Mimi nilikuwa nawaomba wangitolea mtu mmoja tu anisaidie kuhusu mtoto. Napitia changamoto nyingi sana. Hata watu wa nyumbani wote walinitupa, hakuna mtu ananisaidia. Yaani nikiitisha mtu pesa niende nikamsaidie huyu mtoto, hakuna mtu anasema hakuna mtu ako na pesa. Hamisi kama Hamisi ni miongoni mwa waliohudhuria mkao huo, huku akielezea kusikitishwa na hatua hiyo, akitoa wito wa walemavu kupendana na kujali maslahi ya wengine.
Idadi ya walemavu walikuwa pale siku cheki zile, lakini walikuwa wengi sana, kwa sababu walikuwa wanajua kuna kitu kidogo ambacho ataondoka nacho pale. Walikuwa wengi, na wengi walikuwa pale walikuwa walalamika, kwa sababu zile mambo ilikuwa sana sana wanatamaa, wanajua watapata kuna chochote watapata, lakini hakuna kitu ambacho walinufaika nacho. Dada yangu ni mmoja hapo, alikuwa na mtoto wake hapo pia, naye wakiondoka hivi juu akinilaumu mimi naomba ikiwezekana pia ukufanya uchaguzi, kwa sababu tayari hii ofisi ambayo iko pale shamaliza ile miaka 3, na sheria kumaliza miaka 3 ile watakanao mwende kwa uchaguzi. Waambiwa wale watu wa IBC wajesimamie uchaguzi, kutaguliwa chama, kutaguliwa viongozi wengine, na nataka kwenda rotation ule uongozi utembee. Wakati ule ulikuwa uko Miritini, sasa hivi uje Jomvu Kuu, wakati wengine chama ni atoke Mikindani, ili kutakuwa na ile rotation ya mambo ya leadership, ili ndio ile uhaki na usawa upate ku. Ali Vincent, Benvin TV.